Oh, mambo ndio kama anaanza kuwa ya moto. Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi yetu. Hapa nikukumbushe nyuma kidogo sehemu ya 2 ilivyoishia ya kijana huyo. Akasema anaitwa Inspector Daniel Malando Lugembe. Nipo undercover kwenye ofisi za mkoa. Nimeitwa kuna kazi nyingine inabidi nikabidhiwe. Kifupi nimeshawahi kukuona mara kadhaa hapa ofisini. Alisema yule kijana mtanashati huku akimtizama Tina kwa macho ya kuomba hisani. Nashukuru kwa kufahamu afande, ni vyema ukaonana na afande, alisema Tina huku anaondoka zake kuelekea ofisini kwao. Basi tuendelee. Tuangalie mambo yalikuwaje hapa. Msikilizaji kichwani kwake akiwaza mambo mawili makubwa. Moja ni kwa nini baba yake yupo katika hali ya wasiwasi juu ya kesi anayofuatilia ya mauaji ya binti Veronica. La pili ni kuhusu kutolewa kwenye kesi hii ambayo yeye aliona kuwa ameshaanza kuipatia ufumbuzi. Ila kwa maneno ya baba yake aliona kuna umuhimu wa kukubali matokeo. Maana hata baba yake amebadilika ghafla, huku anauliza kuhusu ripoti ya maabara kama imepelekwa kwa RCO. Tina alionekana kuwa mwenye mawazo mengi ya kusumbua kichwa chake. Mpaka anaingia ofisini hakuwa amepata ufumbuzi wa mawazo yake. Lakini sasa ila anakaa kwenye deski lake, mara akasikia mlio wa simu ukiita. Akaitoa mfukoni kwake na kuitizama. Alikuwa baba yake. Baba ana nini tena? Ameshinda kusubiri nimpigie, aliwaza Tina huku anapokea simu. Ndiyo baba, tunaweza kuonana? Nimeshatoka ofisini, alisema Tina huku anajipapasa kwenye mfuko wa ndani ya koti la suti na kugusa bastola yake. Sawa, sasa njoo haraka kabisa lini. Usimwambie mtu kama unakuja kuonana na mimi, alisema baba yake huku akionyesha kuwa ana jambo muhimu la kumweleza mwanae. Sawa baba, dakika 5 nitakuwa hapo. Wakati huo ndani ya ofisi ya RCO, Inspector Daniel Malando Lugembe alikuwa amesimama mbele ya meza kubwa ya SSP Kidobo. Alikabidhiwa jukumu jipya. Dani, usiniangushe bwana. Hii ni kazi, inaweza kukupanisha cheo, alisema SSP Kidobo huku akimtizama Dani kwa macho ya kirafiki. Afande, lolo la mauaji halina shida, tena jibu lake ni dogo sana. Unajua alikuwa ni mhudumu wa pale Makimakuluga Motel. Basi aliuawa na watu wasiofahamika wakati anarudi toka kazini usiku, alisema Daniel Malando na kumfanya SSP Kidobo atabasamu kwa ushindi. Tena hapo hapo unaweza kuongezea kwa watu hao aliondoka nao hapo baa kwa makubaliano ya kufanya nao mapenzi, alisema Kidobo, na wote wakacheka kicheko cha ushindi. Halafu kuna jambo la pili, nadhani hili ni la kufikirika, alisema Kidobo huku anafafanua na kufunua ile faili fulani mezani kwake. Kuna kazi ambayo utaendelea kuifanya kwa kificho, yani undercover. Utashirikiana na mtu kutoka kitengo cha usalama wa taifa, anaitwa Festo Anthony, alisema Kidobo, mzee ambaye muonekano wake ni mfupi mwenye mwili mkubwa sana ulioegemea katikati sababu ya kitambi chake kikubwa alichokuwa nacho. Kazi yenyewe ni kwamba baada ya serikali kuona kuwa habari za mtu anaitwa Captain Chui Mchafu azisikiki tena kama ilivyokuwa miaka 2 iliyopita huko nchi za upande wa kusini, wamepata wasiwasi kuwa mtu huyu kuna uwezekano wa kuwa amerudi Tanzania, nchi inayosemekana kuwa amezaliwa, alisema Kidobo huku anafunua kurasa inayofuata. Jina kamili la huyu mtu hakuna. Jina la utani Captain Chui Mchafu. Umri wake ni makadirio miaka 20 mpaka 22. Jina la baba hakuna. Jina la mama hakuna. Rangi ya mwili hakuna. Alama yote kwenye mwili hakuna. Mpaka hapo Inspector Daniel akaona afande wake anamchanganya. Samahani afande, hii ni kweli au utani fulani? Aliuliza kwa mshangao kijana huyu mtanashati. Wewe kuwa mpole, naendelea kusikiliza, alisema Kidobo, kisha akaendelea kusoma kwenye faili. Utambuzi na muonekano wa mtu huyu, mrefu wa futi 5 na sentimita 10. Mavazi yake ni nguo nyeusi maana ya suti ya kuogelea. Hubeba silaha nyingi za jadi kama visu, mishale na pinde, mapanga kama yale ya watu wa Asia. Usoni mwake hujiziba na kipande cha ngozi ya chui, kama sio kitambaa chenye mfano wa ngozi ya chui. Na picha yake ni hapa. Inaonyesha akiwa katika majukumu yake ya mbali ya kiarifu
alisema Kidobo, huku anamkabidhi Daniel picha ilikuwa ndani ya faili lile. Daniel akaipokea na kuitazama ile picha kwa sekunde kadhaa. Mwisho akamrudishia SSP Kidobo. Kweli hii ni ya kufikirika, kama mtu mwenyewe hakuna aliyemwona sura yake na miaka yote yupo huko nje, unadhani tutampataje? Alisema Daniel, na Kidobo akadakia, ndio maana nimekuambia kwa wazi kwa kazi yenyewe ni ya kufikirika. Unadhani mtu kama huyo anaweza karudi Tanzania baada ya kwenda nchi nyingine kama South Africa? Alisema Kidobo kwa dharau. Mara simu yake ikatoa mlio wa kuingia message kwenye simu yake. Akaichukua toka mezani na kuisoma ule ujumbe kimya kimya, huku anatabasamu. Halafu akarudisha mezani, lakini hapo hapo simu yake ikaita. Akaichukua tena toka mezani na kuipokea. Ndiyo Bwana Ganza, aliongea Kidobo kwa sauti ya kuchangamka. Daniel hakuweza kusikia upande wa pili wa simu, ila aliweza kumsikia Kidobo. Okay, nimeona kaka, nashukuru sana. Kumbe mzee alikuagiza aliongea Kidobo na kusikilizia kidogo kisha, okay, haina tatizo, huko mambo nimeshamaliza, ila mwambieni kijana wenu asiwe anaacha ushahidi. Aliongea Kidobo na kuagana na Bwana Ganza kisha akakata simu na kuweka mezani. Jitahidi kijana afaidi maisha kama hivi, alisema Kidobo huku anacheka cheka. Hivi afande, huyu Inspector Tina ameolewa? Aliuliza Daniel kwa sauti ya chini na kumfanya Kidobo acheke kidogo. Sijui kuona hata dalili ya kuwa na mtu, ila anaishi na baba yake kwenye nyumba za polisi. Vipi, umeshampenda? Bana weka toto. Hapo wote wakacheka kisha Daniel akaaga na kuondoka zake. Saa 5:30 kwenye maegesho ya Tumaini Jema hospitali palionekana magari 4 hivi, huku pereka za watu wanaoingia na kutoka hospitalini hapo ziliendelea. Ndani ya gari moja kati ya yale 4 aina ya Toyota VTZ alionekana kijana Jensen akiwa ametulia, huko macho yake kwenye mlango wa hospitali. Huku akaendelea kutafakari jambo, mara akamwona Dr. Benson anatoka ndani ya hospitali na kukamata uelekeo wa hospitali ya mkoa. Jensen akiwa ametulia ndani ya gari lake aliendelea kumtizama mzee huyu ambaye alionekana akitembea kwa mashaka, maana mara kwa mara alikuwa anatizama nyuma kuangalia kama kuna mtu anamfuatilia. Ukweli nyuma yake kulikuwa na watu wengi sana walikuwa wanapita na njia zao. Kijana Jensen aliendelea kumtizama mzee huyu ambaye alionekana ni mtu muhimu kwake. Mara akamwona akisimama ghafla, kisha akachukua simu mkononi mwake na kubonyeza haraka na kuipiga, kisha akamwona anabadili uelekeo na kuelekea upande wa kushoto, akikatiza katikati ya viwanja vya michezo ya watoto, huku akionekana anaongea na simu. Hapo kwa akili za haraka Jensen akajua kuwa lazima kuna kitu kinamsumbua huyu mzee, na hapo alipo ni wazi kuna mtu anamfuatilia. Hivyo haraka sana akatizama watu wote waliokuwa eneo hili. Hakufanikiwa kumwona mtu yeyote aliyemtilia mashaka. Jensen akawasha gari haraka na kuliondoa pale hospitali, akitaka kuona. Akakata kona upande wa kushoto akielekea kule alikokuwa anaelekea mzee Benson, lakini yeye akiwa anapita upande wa barabara na mzee Benson akiwa anapita upande wa ndani ya viwanja hivi vya NPF benye michezo mingi ya watoto. Jensen alikuwa taratibu huku akitizama kule alikokuwa anapita mzee Benson mpaka alipokaribia kwenye njia panda ya kuelekea mjini kate. Hapo akaona kwa gari litamchelewesha, hivi akaamua kulegesha kwenye maegesho ya viwanja vya watoto, kisha akashuka na kuwa barabarani, ambapo sasa aliweza kumwona mzee Benson akiwa anakuja upande wake, akiwa katikati ya kundi la watu wakipita pembeni ya barabara, ambao mzee Benson na watu wengine walisimama kwenye alama ya kivuko cha barabarani, yani punda milia ama zebra crossing, wakisubiri kuvuka. Jensen akaona anahitaji kuwa mtulivu ili ampate mzee huyu sehemu ambayo anaweza kufanya au kupata anachohitaji toka kwa mzee huyu. Huku nako baada ya mrembo Inspector Christina aliyekuwa anakaribia kufika kwa Biselini, alipokea simu kutoka kwa baba yake ikimtaka asiende tena kwa Biselini na kuelekea kule baa, yani kuchile baa. Tena alimsisitiza kufanya haraka na kuwa mwangalifu sana. Sasa binti huyu alikuwa anakatiza katikati ya viwanja vya NPF pasipo kujua kwa baba yake naye amepita umomo, lakini ghafla mbele yake akamwona baba yake akiwa nje ya uzio kwenye kundi la watembea kwa miguu.
walikuwa wanatembea pembeni ya barabara. Tina akaongeza mwendo ili kumkimbilia baba yake. Lakini bahati nzuri akamwona akisimama kwenye kivuko cha barabara. Tina naye akazidi kuongeza mwendo ili kumwahi baba yake. Alikuwa na uhakika kuwa atamwahi baba yake sababu magari yalikuwa ni mengi na yanapita kwa spidi kali. Tina akiambakiza hatua chache kumfikia baba yake aliyesimama mbele kabisa ya kundi la watu wanaosubiri kuvuka. Mara akaona kama vile barabara imepoa, yani imepungua magari. Kasoro gari moja kubwa, Scania 11 lililokuwa linavuta mtoto nyuma. Lilikuwa linakuja kwa spidi kali, hivyo likapita tu, lazima watu watavuka. Na yeye akasimama ili kusubiri ile gari lipite na yeye avuke, japo sio kwenye zebra. Kweli ile gari lilianza kupita kwa Tina, naye akalisindikiza kwa macho. Lakini sasa ile Tina anakaribia pale kwenye zebra, ghafla akashangaa kumwona baba yake akiumba na kupesukia barabarani kama vile alisukumwa na mtu. Hakika mzee huyu alionekana akijitahidi kujizuia asiangukie barabarani, lakini bahati mbaya, yani bahati haikuwa upande wake. Maana Tina alimwona baba yake akiingia barabarani mazima. Hapo kila mmoja aliyekuwepo mahali hapo alijishika sehemu yake kwa mshangao. Wengine wajishika vichwani, wengine mdomoni, huku kikisikika kishindo kikubwa kikifuatwa na mzee huyu wa makamo kurushwa juu akitupa mita 20 mbele. Mbeleni kidogo, pembeni kidogo ya barabara, huku dereva gari hili akifanya juhudi za kumkwepa. Hapo Tina akatimwa mbio kumfuata pale alipoangukia baba yake, huku watu wengine wakitizamia kwa mbali. Baadhi yao walikuwa wanachukua picha na video kwa kutumia simu zao. Kasoro kijana mmoja alikuja mbio pale alipoangukia mzee Benson, ambaye sasa ilikuwa ametulia kimya. Jamani babangu, Tina aliangua kilio akiwa anapiga magoti mbele ya baba yake aliyekuwa amelala chini. Hakukuwa na mtu aliyesogea zaidi ya kijana huyu. Alijaribu kupima kama mzee huyu alikuwa anapumua au mapigo ya moyo yana BP, yani yanakwenda. Babangu, jamani babangu. Tina aliendelea kupiga kelele. Mzima bado, tunaweza kumwaisha hospitali haraka, alisema yule kijana huku anamnyanyua mzee Benson. Taxi jamani, msaada wa gari, alipiga kelele Tina huku akimfuata yule kijana asiyemfahamu aliyekuwa amebeba baba yake. Hakukuwa na mtu alijaribu wala kuhangaika kumsimamisha gari. Zaidi watu walionekana wakichukua picha na video kwa simu zao. Lakini akamwona yule kijana anaelekea kwenye maegesho ya magari ya viwanja vya NPF. Chukua funguo gari mfukoni mwangu, alisema yule kijana, na hapo Tina hakuzubaa. Akaingiza mkono kwenye mfuko wa suruali ya kijana yule ambaye alijitolea kumsaidia baba yake na kuibuka anafungua gari. Kisha akafungua mlango wa gari haraka sana. Kijana Samson alikuwa katika kundi la watu walikuwa wanashangaa ajali, akitizama jinsi kijana mmoja alivyokuwa anasaidiana na yule binti askari polisi kumpakiza Dr. Benson kwenye gari, na kisha gari likaondoka kuelekea upande wa hospitali ya mkoa. Samson au Sam kama anavyopenda kumuita wenzake alisindikiza kwa macho gari lile mpaka lilipopotea usawa wa macho yake. Kisha akaondoka zake taratibu akielekea mjini kati, na kabla hajafika mbali akachomoa simu yake mfukoni na kupiga kusikiliza sekunde kadhaa. Kisha simu ikapokelewa. Nipe matokeo Sam, ulisikika upande wa pili. Ilikuwa sauti ya Bwana Ganza ambayo litawaliwa na shauku. Mambo yamekwenda vizuri bosi, subiri mwenyewe uone kwenye mitandao ya kijamii, alijibu Samson kwa sauti ya majigambo. Hapo kikafuatia kicheko kikali cha ushindi toka kwa Ganza. Ndio maana nakuaminia sana Sam. Poa basi, kwa makini, alisitiza Bwana Ganza. Ilishapita lisali moja, habari za ajali ya Dr. Benson zilishasambaa kwa haraka kwenye mitandao ya kijamii kama moto wa petroli. Kila mmoja wapo ilielekeza kivyake. Wengine kwamba daktari alijirusha barabarani na kugongwa na gari, wengine bahati mbaya, wengine daktari alipata na kizunguzungu akaangukia barabarani, huku wengine wakidai amekufa tayari. Ili mradi tu kila mmoja akieleze alilokuwa analojua. Jensen aliondoa simu yake kwenye mtandao na kuweka mfukoni. Kisha akamtizama Tina aliyekuwa amekaa pembeni yake kwenye viti vya hospitali ya mkoa nje ya chumba cha wagonjwa wa dharura. Jensen akamwona Tina akiwa amekaa kimya kabisa,
ameinamisha kichwa chake chini huku machozi yanamtiririka. Jensen akamtizama kidogo huyo binti mrembo ambaye sasa alimfahamu kuwa ndiye Tina aliyewahi kuhitajiwa. Ni baada ya kugundua kuwa binti ndiye binti wa Dr. Benson. Mara ukafunguliwa mlango wa chumba cha wagonjwa wa dharura na kufuatiwa na daktari mmoja kati ya wale waliowapokea. Tina akainuka haraka na kumfuata daktari aliyekuwa anatoka kwenye chumba kile. "Daktari, usinifiche, niambie kama babangu amekufa," aliongea Tina kwa sauti iliyoambatana na kilio. "Hapana Tina, mgonjwa anaendelea vizuri japo amepoteza fahamu. Tuna imani kuwa hali hiyo haitadumu kwa muda mrefu. Atarejewa na fahamu. Sasa tunaendelea kumkagua na kumtibu sehemu alizovunjika." Taarifa hiyo ilimtuliza kidogo Tina ambaye alimshukuru sana daktari na kumwomba aendelee kumsaidia baba yake kwa kuwa ndiye mtu pekee aliyebaki naye. "Okay, usiwe na wasiwasi. Hilo ni jukumu letu, wewe nenda kaandikisha kule mapokezi," alisema yule daktari na kurudi tena ndani. Hapo ndipo Tina alipokumbuka kuwa hakuwa peke yake, ila alikuwa na kijana mmoja aliyemsaidia kumleta baba yake pale hospitali. Tina akageuka na kumtizama Jensen. "Samahani kaka, wewe ni nani?" "Okay, ni siri gani alikuwa nayo mzee Benson? Na huyo mbakaji anaitwa Jason Victor ni nani? Jensen anataka nini kwa Dr. Benson?" aliuliza Inspector Christina Benson kwa sauti ya upole na tulivu, huku bado anamtizama Jensen aliyekuwa amekaa kwenye kiti. Jensen akamtizama Tina kwa macho yao yakagongana. Tina anaiona sura hii ya upole ya kijana huyo ambaye alikuepesha macho, ni kama Tina aligundua kwa swali lake halikuwa limekaa vizuri. "Samahani kakaangu, na maanisha unaitwa nani? Maana amenisaidia sana," alirekebisha Tina. Alikuwa bado amesimama. "Naitwa Jensen, ni dereva wa taxi lakini halijasajiliwa kibiashara," alisema Jensen kwa sauti ya upole. "Asante sana kakaangu, kwa hiyo ni kiasi gani nataka kulipia?" aliuliza Tina huku akiingiza mkono wake kwenye mfuko wa suruali yake ya suti na kuibuka na noti kadhaa za 10,000. "Hapana dadangu, nimekusaidia tu kama binadamu tunavyopaswa kufanya," alisema Jensen kwa sauti yake ya upole. Tina akamtizama tena kijana huyu ambaye sasa alimfahamu kwa jina la Jensen. "Asante sana kakaangu, barikiwe sana," alisema Tina huku akitaka kuondoka na kuelekea mapokezi kwenda kuandikisha kuhusu mgonjwa wake, lakini akasita ghafla na kumtizama tena Jensen. "Samahani kaka, leo ulikuwepo pale kwa Biseline?" Tina aliuliza, ambaye licha kuwa katika hali fulani ya huzuni lakini alianza kuchangamka. Nadhani ni kutokana na kutiwa moyo na daktari. Swali lile lilionekana kuleta kigugumizi kwa Jensen. Hapo Tina akadhani kwa kijana huyu hakumtambua jina Biseline, yani hapo nje kwenye mgahawa, aliongea Tina akiwa anamtizama huyu kijana mpole. "Oh, kweli ni hapo nje ya hospitali," alijibu Jensen huku anatabasamu. "Okay, ngoja nifike hapo mapokezi. Naomba unisubiri kidogo. Daktari akinihitaji mwambie nimekwenda mapokezi," alisema Tina ambaye alionekana kumwamini sana huyu kijana mgeni ambaye hakuwa mbishi. Tina alimwacha Jensen pale kwenye viti akaelekea mapokezi. "Maskini kaka wa watu mpole," aliwaza Tina huku anaelekea mapokezi. Halafu moyo wa utu, ana moyo wa utu, yani peke yake ndio amejitolea kunisaidia, aliendelea kuwaza mrembo Tina pasipo kujua kwa Jensen anamsindikiza kwa macho. Akitizama vizuri alivyoja hali wa binti huyu mpaka alipopotelea kwenye makorido mengine huko. Hivi imekuwa ajili likatokea siku ya leo mida kama hii? Ndio hilo swali la kwanza kwa kijana Jensen. Inawezekana huyu mzee amefanya hivi makusudi? Kwa nini? Au alijua kuwa namfuata yeye? Aliumiza kichwa kijana Jensen, lakini ilikuwa vigumu kwake kupata jibu. Picha imeungua sasa. Niwatafute kati ya Kidawa na Sam, au hao ndio wataniliza ukweli na nitajua mbivu na mbichi, aliwaza Jensen huku anaichukua simu yake na kufungua mtandao. Taarifa ya habari ya Dr. Benson iliendelea kusambaa ikiambatana na video pamoja na picha za matukio. Kati ya watu waliopata kuziona taarifa hizi ni Sergeant CID Monaika, mama mtu mzima ofisini kwa kina Tina kule jengo la polisi mkoa, baada ya kuona picha na video zilizomuonyesha Tina
akiwa anahangaika kuhitaji msaada kumwokoa baba yake. Ndipo mama huyu Monica alipogundua kwa ukweli Tina hakuwepo mle ndani ya ofisi. Ina maana alishatoka muda mrefu, na tukio lile ni kweli limetokea muda mfupi uliopita. Hapo Monica akainuka na kutoka nje ya ofisi haraka sana, akiwaacha wenzio wakiendelea kushangaa habari ile kwenye mitandao. Ndani ya moteli Makimakuluga alionekana Sam akikatiza koridoni mpaka kwenye chumba kimoja cha mwisho kabisa. Akagonga kidogo kabla ya sauti ya kike haijamkaribisha. "Ingia." Hapo Samsoni akatizama ndani na kuingia. "Oh, Queenie. Kumbe kuna watu wanavaa, mbona hukunijulisha?" alisema Sam huku akiingia mle chumbani na kufunga ule mlango. Akakodolea macho mabinti watatu walikuwa uchi wa mnyama wanajaribisha nguo fulani za ndani, yani zile za kifuani na chini, yani chupi. "Cha ajabu nini? Umeziona ngapi toka umebalehe?" alisema yule mdada mmoja aliyekuwa amekaa kitandani huko amevalia gauni refu, mwenye umri kati ya miaka 27 mpaka 30. Samson akacheka kidogo na kuwatizama wale wanawake kwa sekunde kadhaa, kisha akamtizama Queenie. "Sasa ngoja basi nikamcheki bosi huko juu," alisema Samson na kutaka kutoka, kisha akasita kidogo na kumrudia Queenie. Kisha akamnong'oneza, "Niwekee mmoja, si unajua leo inabidi nijipongeze," alisema Samson, kisha akaondoka akimwacha Queenie anacheka. "Shetani we, kwanza ongera kwa kazi, heja na usiku." Maneno hayo ya Queenie Samu haki asikia akiwa nje anazifuata ngazi za kuzipandia juu. Lakini kabla hajapanda ngazi akaona watu watatu wanashuka taratibu huku wanaongea mawili matatu. Walikuwa ni watu wa makamo. Samson akasimama na kusubiri watu wale. "Vipi Sam, kuna lolote? Naona kama ulikuwa unakuja ofisini kwangu," alisema mmoja wao kati ya wale wazee watatu wa makamo mara tu baada ya kumfikia Sam. "Ndio bosi, kuna issue nitaka tuongee," alisema Samson, kisha akawaamkia wale wazee wote. Kisha na yule pia aliyemsemesha mwanzo akamwambia msubiri awasindikize wale wengine wawili kisha aje aongee. "Hapana bwana Ganza, wewe malizana naye, ngoja situai, kama kuna lolote tutatujulisha mara moja," alisema mmoja wao ambaye alionekana ni mkubwa kuliko wote, wakati Ganza akionekana ni mdogo kuliko wenzake. "Sawa kaka, wacha niongozane na bwana Sam," aliongea Ganza, kisha akageuka na kuanza kurudi alikotoka akifuatiwa na Samson. "Haya bwana Sam, niambie, umekosa hela matumizi au kuna tatizo lolote?" Bwana Ganza aliuliza huku anazidi kupanda juu. "Hapana bosi, ila na wasiwasi na majibu ya vipimo, kama wataamua kuendelea kuyachunguza." Hapo Bwana Ganza akacheka kwa dharau. "Kila kitu kimeshawekwa sawa. Kwanza huyo binti ameshatolewa kwenye uchunguzi na majibu yote anayo RCO. Amenihakikishia kuwa hakuna tatizo," alisema Ganza huku anamalizia kicheko chake. "Lakini bosi, unafahamu kwa yule binti ni polisi, ni mtoto wa Dr. Benson?" aliuliza Samson wakati huo wanasimama kwenye mlango fulani kwenye floor ya pili ya jengo hili la moteli ya Makimakuluga. Ganza alifungua mlango na wote wakaingia ndani. Ilikuwa ni ofisi moja matata sana yenye hadhi ya ofisi ya rais. "Una wasiwasi gani? Hata kama ni mwanae sijui hawala yake, lakini ni ameshaondolewa kwenye kesi," alisema Ganza huku anakaa kwenye kiti. "Cha msingi ni kwamba ameshakufa na watoto wote umeshapotezwa," alisema Ganza ambaye muonekano wake ni mwenye urefu wa wastani na sasa alikuwa na mwili mkubwa akionyesha wazi ni mtu mwenye fedha nyingi kutokana na kitambi chake, ofisi na mavazi yake. "Tumefanya kazi nyingi za hatari, iweje leo ufikirie hili? Halafu punguza kiu ya ngono. Usingembaka Veronica, haya yote asingetokea," alisema Ganza huku anafungua drawer ya chini ya meza na kutoa burungutu la fedha, yani noti za 10,000. Akaziweka mezani mbele ya Samson. "Chukua hivyo fedha, jipongeze na vijana wako, huku mnajiandaa kwa safari ya mlima na Ndungutu kufuata mzigo," alisema Ganza. Hapo Samson alichukua fedha mezani na kuziweka mfukoni. "Sawa bosi, ila ikiwezekana mzee Yasoni nenge uwawa kule kule aliko," alisema Samson ambaye alikuwa anajiandaa kutoka mle ofisini. "Sikia Sam, hatuwezi kufanya hivyo kwa sasa mpaka tupate mzigo wetu. Tuna imani bado upo," na hakuweza kumaliza.
alisema Ganza kwa msitizo mkubwa sana. Hivi bosi, ni mzigo gani huo unajua mpaka leo bado siujui kitu yale? Alisema Samsoni. Hapo Ganza akaonekana kukunja sura kama vile hakupendezwa na swali la Samsoni. Ganza alinua uso wake na kumtazama kijana huyu usoni kwa macho makavu. Sam, usije ukarudia tena kuuliza juu ya swali hili. Kama nikukuambia ujue lazima ufe. Hakika sauti ya Ganza haikuwa na dalili ya utani. Hapo Samsoni aliomba msamaha na kuondoka zake mle ofisini. Jensen akiwa pale kwenye viti vya kusubiria wagonjwa huku anapekua habari za kwenye mitandao kwa mara ya pili. Akakuta habari ya ajali ya Dr. Benson. Alishtuka sana baada ya kuona kuna video, maana mara ya kwanza alitizama zaidi picha za kawaida za tukio lile. Akaibonyeza video moja ya tukio ile. Akakutana na sura yake. Hakutaka sura yake ionekane kwenye video zile kwa sababu zisizojulikana. Akatizama kwa makini video ile, akaangalia kama sura yake itaonekana. Ni kweli aliona ni wakati anamkagua Dr. Benson, na hata alipomnyanyua na kumpeleka kwenye gari, wengine waliweza hata kuchukua video ya gari na kusababisha hata namba za gari lake kuonekana. Shit. Alijilaumu Jensen huku anazidi kuzikagua zile video kadhaa, lakini katika ukaguzi wake akagundua kuwa ili mtu amtambue lazima awe na nia thabiti ya kumtambua. Jensen akaendelea kupekua simu yake akipitia zile habari ambazo hakuziona kama zina umuhimu kwake, mpaka alipovutiwa na picha nyingine iliyokuwa na kichwa cha habari, mhudumu wa baa au wa kinyama. Kilichomvutia kwenye picha hiyo ni mwanadada mrembo alionekana akiwa amezungukwa na waandishi wa habari na raia wengine, akitizama kwa umakini sana ile picha, maana alikuwa amemtambua huyu mwanadada kuwa ni huyu Tina, mtoto wa Dr. Benson. Hapo haraka sana akatizama kwenye tarehe iliyotumwa habari hii. Akagundua kuwa ilikuwa ni siku hiyo hiyo mapema asubuhi. Kengele ya tahadhari ikagonga kichwani mwake. Wakati huo Inspector Tina Benson, baada ya kuandikisha mgonjwa na kulipia malipo ya mwanzo ambayo aligharimu kiasi cha shilingi 100,000, akarudi pale alipomwacha yule kijana mpole. Alimsaidia, akamkuta akiwa amekaa pale pale, macho kwenye simu yake kubwa kama vile kuna kitu alikuwa anakitazama kwa makini sana. Mle kwenye simu, nimekuweka sana kakaangu. Nashukuru kwa msaada wako. Unaweza kuendelea na shughuli zako, maana nisije kukuchelewesha na biashara yako, alisema Tina akilazimisha tabasamu. Usijali dadangu, kusaidia kwa hapa kwetu ni jambo la kawaida sana, alisema Jensen kwa sauti ya upole, huku anarudisha simu yake kwenye mfuko wa suruali. Eti kaka, unavyoona baba atapona kweli? Tina aliuliza, huku Tina akiwa anakaa kwenye kiti kile alichokuwa amekaa mwanzo. Na imani atapona tu, sababu mapigo yake ya moyo yalikuwa sawa, hata pumzi nayo ilikuwa vizuri tu. Nadhani tatizo linaweza kuwa kwenye baadhi ya mifupa na kichwani, alijibu kijana huyu yani Jensen, na kuzidi kumpa moyo Tina. Jamani, bora baba apone, yani haki ya Mungu, sijui nikushukuru vipi, alisema Tina huku akimtazama Jensen ambaye alitabasamu kidogo. Usijali dadangu. Hapo kikapita kimya kifupi, kila mmoja akionekana kutafakari jambo. Eti dada, wewe nadhani ilikuwaje mpaka ikawa vile ni baba kuangukia barabarani? Lilikuwa swali ambalo Tina hakuwahi kuliwaza. Hata mimi sijui kweli, kwani kunaweza kukaa na sababu zaidi ya kuwa ni bahati mbaya, Tina aliuliza. Na wakati huo kuna mtu alikuwa anaingia pale walipokaa na kukaa upande wa kulia wa Tina. Pole sana mdogo wangu, vipi baba yupo salama? Alikuwa ni Sergeant Monica ambaye uso wake ulionyesha wasiwasi mwingi sana. Yupo ndani anatibiwa, wanasema uwezekano wa kupona ni mkubwa, hivyo wanaendelea na matibabu, alijibu Tina, na Monica akashia pumzi nzito ya afueni. Afadhali jamani, maana kwa jinsi nilivyoona ile ajali kwenye mitandao, hakika sio mimi tu, watu wengi wanadhania kuwa amepoteza maisha pale pale, alisema Monica. Na wakati huo Jensen akainuka. Dada, naona umepata mtu kukaa naye, wacha mimi niondoke, alisema Jensen kwa sauti ya upole kama kawaida yake. Sawa, nashukuru sana kakaangu, Mungu akubariki, alishukuru Tina. Kisha Jensen akaondoka zake, huku Tina na Monica wakimsindikiza kwa macho, kila mmoja akimtafsiri tofauti. Wakati Tina
wakati Tina akiusanifu muonekano wa kijana huyu aliyevalia t-shirt na jeans huko chini akivaa raba nyeusi, akipendezwa na urefu wake na wa futi 5.5, mwenye mwili wa wastani, huku kifua chake kipana kikionekana vyema kwenye t-shirt lake, ikionyesha wazi kijana huyu ni mwana mazoezi. Lakini tofauti na mwili wake, kimuonekano wake wa upole na uliosalia juu ya aibu, Tina huyu ni nani? Maana nimemwona kwenye picha mtandaoni. Haikusaidia kumwaisha baba hospitali, aliuliza Monica ambaye alikuwa amemtizama sana kijana mpole na mwenye sura ya kuvutia kwa kila mwanamke. Tina alitabasamu kidogo kisha akasema, huyu kaka simjui kwa undani ila amenisaidia tu, alisema Tina wakati huo Jason tayari alikuwa ameshapotea kwenye korido. Anaonekana ni mpole sana huyu kaka, halafu mzuri, alisema Monica. Wote wakatabasamu. Hapo Tina ni kama alikumbuka jambo, akapeleka mkono wake na kuipapasa bastola yake kwenye mfuko wa ndani wa koti la suti. Akaiona ikiwa salama, akapapasa mfuko wa nje wa koti, akaiona simu yake, akaitoa na kuibonyeza sehemu ya mtandao wa kijamii. Hivyo nasema hizi habari zimetapakaa mtandaoni, alisema Tina huku anaperuzi kwenye simu yake. Hakika hakwenda mbali sana kabla hajakutana na habari za ajali ya baba yake. Hivi Tina, mbona ulitoka bila kutuaga? Kwani ulisi jambo linaweza kumtokea babako? Aliuliza Monica akimtizama Tina ambaye alikuwa anatazama simu yake. Baba alinipigia simu, kuna jambo alitaka kuniambia. Christina alisita kidogo, ni kama kuna kitu kilimjia Tina kichwani. Akatulia kidogo na kumtizama Monica usoni. Damoni, kuna jambo linaweza kuwa linahitaji uchunguzi, alisema Inspector Christina huku akimtizama Sergeant Monica. Jambo gani tena? Aliuliza Monica huku na yeye akimtizama Tina. Nilipokutana baba hospitali wakati nafuatilia majibu ya vipimo vya marehemu Veronica, akaonekana kuna kitu anataka kuniambia juu ya hii kesi, sababu alionekana kushtushwa sana. Hata baadaye nikampigia simu akaniambia kuna kitu anataka kunieleza juu ya hii kesi. Sasa wakati nakwenda kuona naye ndio ikatokea hii ajali. Inaonekana wazi kabisa kuna mtu alimsukuma baba, alisema Tina. Alionyesha kwa uhakika na anachokiongea. Kwa hiyo Damoni, ni wazi kabisa huyu Yason ndiye alituma watu wafanye hivyo, aliendelea kuongea Tina. Hapo Monica alimtizama Tina kwa jicho la chini. Kwa hiyo nataka kufuatilia hii kesi nje ya ofisi, aliuliza Monica, mtu ambaye sio kwamba alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Tina, ila ndiye alipokea pale ofisini na kumuelekeza baadhi ya mambo ya kijeshi. Ndio itanisaidia kumpata huyu Yason na kufikisha mbele ya sheria, alisema Tina. Hapo akikapita kimya kidogo, huku Monica ni kama ilikuwa anatafakari jambo. Damoni, unalionaje wazo langu? Aliuliza Tina baada ya kuona amekaa kimya. Tina, sikushauri ufanye hivyo. Kwanza ni hatari kwako, utakuwa umevunja sheria kwa kufanya kazi uliozuiliwa. Hapo Tina akakumbuka jambo jingine, ni ile ya kuzuiliwa kuendelea na uchunguzi wa kesi ya mauaji ya binti Veronica, huku akisisitizwa kutofuatilia kesi hiyo. Tina akajua kosa alilofanya. Eti ndilo neno pekee la kukubali ushauri wa Monica aliyotoa Tina, akionekana amekubaliana na Monica ambaye kikazi ni mdogo wake. Wacha angekuwa dokta ili nikatoe taarifa ofisini kuwa naugiliwa na babangu, alisema Tina huku anainuka, lakini Monica akamzuia. Hapana Tina, mapema sana, wewe kuondoka hapa, mimi nitakwenda kukutoa taarifa, alisema Monica. Na Tina alikuwa mbishi, akakubaliana. Alisema Monica na Tina hakuwa mbishi, akakubaliana na Monica. Hivyo hakutumia muda mrefu Monica kuondoka zake, huku machoni mwake akionekana wazi kuwa ana jambo linalomuumiza kichwa. Hata Tina aliona hili, ila hakujua kwa nini. Lazima nifuatilie kwenye hii habari. Lazima nifuatilie kwenye hii baa alikuwa anafanya kazi huyu mwanamke, ili nimjue huyo Yason Victor, aliwaza Tina huku anamtazama Monica alikuwa anatokomea nje. Tina alipokisha Monica ametokomea nje, akainuka na kwenda kugonga mlango wa chumba cha emergency. Akatulia kwa dakika kadhaa, akaona kimya kile, anataka kugonga tena, akaona mlango unafunguliwa.
Akatoka yule daktari aliyemjulisha hali baba yake. Vipi binti, mgonjwa tunaendelea kumhudumia, kama kuna lolote tutakujulisha, alisema yule daktari akimsihi Tina kutokuwa na wasiwasi. Ni sawa, lakini nilikuwa na aga, kuna jambo na kwenda kulishughulikia nyumbani, alisema Tina. Okay, haina tatizo, hapa ameshafika. Bahati nzuri huyu ni daktari mwenzetu, labda kwa dharura niachie namba yako ya simu, endapo kutakuwa na jambo la haraka nitakujulisha, alisema yule daktari huku anatoa simu yake na kuandika namba hizo alizoanza kutajiwa na Tina. Baada ya hapo Tina akatoka zake akifuata mlango kutokea nje. Lakini ile anatokea nje akawaona waandishi wa habari walikuwa wanahitaji kupata habari za baba yake. Kwa kweli Tina hakuwa tayari kuzungumzia swala lile kwenye vyombo vya habari wala mitandao. Hivyo akageuka na kurudi alikotoka, akitafuta njia nyingine ya kutokea kwa pale waandishi wa habari. Kumbe basi huko nako kwa mama mtu mzima Monica alitoka pale hospitali akitembea haraka haraka huku akionekana kuwa mwenye mawazo mengi sana. Monica alitembea pembeni ya barabara akielekea kwenye makao makuu ya polisi mkoa wa Ruvuma. Ina maana ule mchezo umerudiwa tena, aliwaza Monica huku anaendelea kutembea kwa mwendo ule ule wa haraka. Sasa tunaumbuka, maana huyu mzee bado mzima kabisa, aliendelea kuwaza Monica. Wakati huo alikuwa anakaribia jengo la polisi mkoa. Ile anaokaribia mlango wa kuingilia mapokezi, akaona askari 4 wakiwa wameongozana na RCO Frederick Kidubo wanatoka nje. Monica, Tina yupo wapi? Aliuliza. Kidubo alionyesha kuwa yupo haraka sana, anawahi jambo huko anako kwenda. Tina yupo hospitali, baba yake alijibu Monica kabla hajakumaliza akakatizwa na afande wake. Na imekuja taarifa baba yake kupata ajali. Dereva aliyemgonga amejisalimisha kituo cha wilaya na sisi tunakwenda kutizama huko kwa hospitali tujue kama ni mzima au amekufa, alisema Kidubo bila kusimama, huku Monica naye akimfuata bosi wake kwa nyuma. Baba Tina bado ni mzima, yupo chumba cha wagonjwa wa dharura, anapewa matibabu, alisema Monica huku anaendelea kumfuata afande wake ambaye sasa alishalifikia gari na kuingia ndani ya gari huku askari wakiingia kwenye gari jingine. Okay, uendelee na kazi zako, ngoja sisi tuwae hospitali, alisema Kidubo, na hapo hapo magari yakaondoka na kumwacha Monica akiwasindikiza kwa macho mpaka walipopotea. Monica akageuza na kuelekea ndani huku akihisi kuchanganyikiwa, maana alikumbuka jambo lililotokea miaka mingi iliyopita. Akiwa na miaka 6 kazini, jambo ambalo leo hii linataka kuvumbua mambo mengine ambayo yanaweza kuleta matatizo na kusababishia hata kuozea jela na kuiacha familia yake ya watoto 4 ambao wanaishi na baba yao aliachana naye miaka 4 iliyopita. Monica alipanda mpaka ghorofa ya 3, lakini hakwenda moja kwa moja ofisini, ila alipitiliza chooni. Alipoingia chooni, alinua gauni lake na kuvua nguo yake ndani, kisha kuchuchuma kwenye sinki la choo huku akichukua simu yake kwenye mkoba na kuibonyeza akitafuta namba fulani. Alipoipata akapiga na kuanza kuongea huku mkojo ukichorozeka. Mida hii ndani ya Makimakuluga Motel shughuli zilikuwa zinaendelea kama kawaida. Usingedhani kuwa kuna mfanyakazi mmoja hoteli hii amepatikana akiwa ameuawa. Watu waliokuja kupata chakula cha mchana walionekana akiwa kwenye floor ya kwanza ndani ya ukumbi mkubwa wa chakula, kila mmoja akipata chakula alichohitaji huku akiburudishwa na muziki laini. Kijana Samson alikuwa ametulia kwenye kaunta ya floor ya pili, amekaa kwenye moja ya kiti kirefu kati ya viti 8 vilivyozunguka kaunta, ambapo ndani yake alikuwa binti mmoja mrembo kama muuzaji, huku kwenye viti vya kawaida vilivyozunguka meza walionekana watu wachache wakiendelea na vinywaji walipohudumiwa na wasichana hawa warembo waliovalia nguo zilizokosa maadili. Sam hakuwa peke yake, alikuwa na vijana wengine 6 ambao walikuwa wamekaa kwenye viti virefu wakiwa wanakunywa pombe huku wanajadiliana jambo fulani kwa sauti ya chini. Kwa hiyo mzigo upo tayari kama mjuavyo. Hakuna kuagamana, hakuna mzigo wa hatari kama pembe za ndovu. Kabla Samson hajamaliza kuwaeleza wale wenzake, akasikia simu yake inaita. Akaacha kuongea na kuitoa simu mfukoni, akatizama mpigaji naye alikuwa ameandika boss G. Sam akapokea simu. Ndiyo bosi. Sawa, nakuja.
alisema Sam huku akiinuka toka kwenye kiti na kuanza kuondoka kulifuata korido pasipo kuaga wenzake. Sam akanyosha moja kwa moja kuelekea kwenye ofisi ya Bwana Ganza ambaye alikuwa ametulia ndani ya ofisi yake, ameshikilia simu yake mkononi, anatizama jambo fulani kwenye mtandao. Sam bado hajafanya lolote, alisema Ganza mara tu baada ya kumwona Sam akiingia ofisini mwake. Kuna nini bosi? Aliuliza Sam kwa mshangao. Dr. Benson bado mzima. Nimepigia simu dakika chache zilizopita. Na sasa naona RCO anahojiwa na waandishi wa habari kwenye mitandao. Anathibitisha kuwa ni mzima na anaendelea na matibabu. Alisema Ganza huku akigeuza simu na kumwonyesha Sam video ya mahojiano ya RCO na waandishi wa habari. Haiwezekani, huyu mzee ana roho ya aina gani? Alisema Sam kwa mshangao huku akikodolea macho ile video. Huu sio wakati wa kushangaa, hakikisha unammaliza huyu mpumbavu. Maana kupona kwake ndio kufichuka kwa siri ya kufichuka. Maana kupona kwake ndio kufichuka kwa siri ambazo ndio mwanzo sisi kukosa tunachohitaji. Alisema Ganza, na hapo Sam akaondoka mle ofisini kuandaa mpango wa kwenda kumaliza uhai wa Dr. Benson. Upande wa Jensen alikuwa amesimamisha gari kwenye barabara inatoka shule ya wasichana ya Songea kwenda chuo cha mkoa cha madokta karibu na kiwanja cha mpira wa miguu cha RMA. Sasa alikuwa anafanya kitu kimoja ambacho alipenda hakikishe kama hisia zake ni kweli au yupo tofauti, juu ya kwamba pengine matukio haya mawili yaliyotokea leo yanahusiana. Hivyo kwanza kabisa akadownload vile video kadhaa za matukio yote mawili, yani tukio la kuokotwa mwili wa binti Veronica na la pili ile la ajali ya Dr. Benson. Mtu ambaye binafsi kwake ni mtu muhimu sana ili kufanikisha malengo yake. Jason alikuwa katika umakini wa hali ya juu sana. Alitumia dakika 15 kuzitizama picha na video alizokuwa amezipata kutoka mtandaoni. Na ndipo alipovutiwa na mtu mmoja ambaye mwanzo hakumtilia maanani, na alipomwona tena kwenye ajali ya gari ndipo Jason akamtazama vizuri huyu mtu na kujikuta na tabasamu. Samsoni, kabla ya mwisho wako wenye mateso mengi, wewe ndiye utakayenionyesha wengine 5, alisema Jason huku anawasha gari lake na kuondoka kuelekea nje ya mji, akipanga kuanzia kazi yake sehemu ambayo marehemu Veronica alikuwa anamfanyia kazi kabla ya kifo chake. Saa 2:30 za usiku, licha ya baridi kuongezeka, lakini mji ulishachangamka sana, hasa eneo hili la Makimakuluga Motel. Judith alikuwa bado yupo dukani kwake anajiandaa kufunga. Jason alikuwa ndani ya gari lake mita 20 toka kwenye duka la mwanadada huyu. Anamtizama Judith ambaye ni moja kati ya mtu ambaye hatomsahau kwa wema wake, japo lengo la kuja hapa sio kumtizama au kumsalimia binti huyo, lakini alijikuta anashawishika kwenda kumsalimia binti huyo ambaye kimtizamo ni kama umri wao walikuwa wanalingana. Jason hakujiuliza sana, akatoka kwenye gari lake aina ya Toyota VTZ na kulilock, kisha akaanza kutembea akilifuata duka la urembo. Lakini kabla hajalifikia akashtuka kuona gari aina ya Toyota Nadia likisimama karibu yake, karibu kabisa na usawa wa duka la vipodozi. Hapo Jason akalikumbuka ile gari na kwamba mmiliki wake alikuwa ni Daniel Jason. Jason alikuwa ni Daniel. Jason akabadili uelekeo na kuvuka barabara akilifuata jengo la Makimakuluga Motel. Lakini baada tu ya kuvuka barabara akasimama na kugeuka alikotoka. Moja kwa moja macho yake yakaelekea kwenye duka la urembo. Akamwona kijana Daniel ambaye mpaka sasa hakuwa anajua kazi anayoifanya, japo mavazi yake yalifanana na yale ya asubuhi. Tofauti ni rangi, suti nyeusi na viatu vyeusi. Hakika alionekana kuwa ni maridadi sana. Jason alimwona Daniel ambaye mara ya mwisho alimwona miaka mingi iliyopita. Sasa alimwona akiwa anaongea jambo na Judith ambaye kimonekano alionekana kutokupendezwa na maongezi yale. Kitu hiki kilimshangaza kidogo Jason, maana anafahamu kwa Judith na Daniel ni marafiki toka akiwa wadogo. Hapo Jason akatulia na kuendelea kutizama. Wakati anaendelea kutizama, mara akaliona gari moja la kukodi taxi likisimama karibu na gari la Daniel. Kisha ukafunguliwa mlango wa nyuma. Hapo akashuka msichana mmoja mrembo, ni hakuna, yani mrembo mpaka na zamani uwepo japo kiatu chake. Ili utizame uzuri wake Jensen, ili uitizame uzuri wake huyu binti.
Jason alijikuta anatoa macho kumtizama yule mwanamke ambaye alionekana anamlipa dereva wa taksi na kuanza kuondoka zake kuelekea upande alipo yeye. Alionyesha wazi kuwa anaelekea kwenye motel Makima Kuluga. Maana Jason alimwona akivuka barabara kuja upande wake. Na yeye akaanza kulifikiria neno la kwanza la kuongea na huyu binti aliyevalia gauni refu la blue na viatu vya mikanda vyenye visigino virefu na vya rangi yake ya blue. Mkononi pochi ndogo ya blue iliyotuna hivi. Lakini kabla hajafika mbali, mara akasikia sauti toka nyuma ya msichana huyo. "Tina, wewe Tina, nisubiri." Jason akamwona Tina anageuka na kutizama alikotokea. Naye akatizama kule alikotizama Tina. Akamwona Daniel akija mbio kumfuata Tina ambaye baada ya kuona kwa anayemuita ni afande wake. Jason akasogea pembeni kidogo kusawa maegesho ya magari na kujibanza, ikionyesha kuwa hakutaka kuonekana mbele ya wote wawili ambao sasa waliongoza na kuelekea ndani ya Makima Kuluga Motel. "Kumbe naona kujaga hapa?" Daniel aliuliza huku akiongozana na Tina kuingia ndani ya jengo hili kubwa la hoteli. "Hapana, nimekuja leo tu," alijibu Tina kimkato. "Okay, kumbe umealikwa na shemeji?" alichombeza Daniel ambaye alionekana kuhitaji kujua kama Tina amekuja kwa ajili ya mtu au yupo mwenyewe. "Wala sio hivyo, nimekuja mwenyewe tu," alisema Tina huku akizidi kupiga hatua kuingia mjengoni ambapo palikuwa pamechangamka sana yani. Jason alipoona sasa amefika mbali kidogo akajitoa pale alipojibanza na kuanza kuelekea kwenye jengo lile huku akishindwa kuwasikiliza wanachoongea kutokana na sauti ya muziki iliyokuwa juu. Jason aliendelea kuwatizama wawili hawa ambao wanaonekana wakipitiliza kwenye ukumbi mkubwa wa chakula uliosheheni watu waliokuwa wanajipatia chakula, huku Daniel akionekana kusalimiwa na wafanyakazi wengi sana wa mle ndani, tena kwa heshima kubwa, ikionyesha wanamfahamu. Ngazi za kuelekea floor ya pili. Jason naye kwa kuwa lengo lake lilikuwa ni kwenda floor ya pili na hakutaka wamuone, akapunguza mwendo na kuacha wawili wale watangulie. Ni kweli wakapotelea kwenye ngazi wakipandisha juu huku akionekana kuongea mambo fulani hivi. Walipopotea ndipo Jason na akazifuata ngazi. Lakini basi ile kijana Jason anakanyaga ngazi ya kwanza tu, akashtuka kidogo kutokea nyuma yake. Lakini kilikuwa kikumbo laini. "Samahani anko," ilikuwa ni sauti ya kike iliyoelemewa na mikwaruzo ikionyesha kuwa imelewa na pombe za kila siku. Jason pasipo kujibu kitu akageuka na kumtizama aliyemfanya hivyo. Hakika alishtuka sana kijana huyu sababu hakutegemea kumkuta mwanamke huyu sehemu hii akiwa katika hali na muonekano kama huu. Macho yalikutana na yule dada akiacha tabasamu. "Karibu anko, sura yako kama sio ngeni," alisema yule dada ambaye ni wazi alihisi kuwa aliwahi kumwona sehemu kijana huyu. Lakini Jason hakujibu kitu, akabaki amemkodolea macho mwanadada huyu ambaye mavazi yake yalikuwa ni nusu na robo tupu. "Kwani huwa unakujaga mara kwa mara hapa?" aliuliza yule mwanamke baada ya kuona Jason amemkodolea macho huku wamesimama kwenye ngazi. "Ndio, huwa nakuja lakini sio mara kwa mara," alijibu Jason kwa sauti yake ya upole. "Okay, karibu," alisema yule dada huku akiongoza kupanda juu. Hapo Jason akajua kwa huyu mwanamke hakuwa anamkumbuka vizuri. "Naitwa Queen, ni kiongozi wa wanawake hapa. Kama unahitaji mwanamke yote ninakupatia," alisema huyu mwanamke alijiita Queen pasipo kujua Jason aliyekuwa nyuma yake anawaza kitu gani. "Sio mpenzi sana wa wanawake, ila napenda kuongea naye," alisema Jason kwa sauti ile ya upole na kumfanya Queen asimame na kumgeukia Jason. "Nimependa upole wako. Kama una 20 nakupa ofa ya masaa 3 ya maongezi," alisema Queen huku akiupeleka mkono wake kwenye kifua kipana cha kijana huyo na kukilaza kiganjani kwake kwenye kifua cha Jason ambaye alikuwa ametulia kumtizama Queen kwa macho tulivu. Lakini kabla Jason hajajibu, yule dada akaongea tena. "Usiwe na wasiwasi juu ya chumba, ni bure kabisa, na kama nilivyokuambia mimi ni matroni hapa, hivyo ondoa shaka kabisa, labda kama mimi sio type yako," alisema Queen na kumshika mkono Jason, kisha akaendelea kumuongoza kwenda juu. "Lakini mimi sina hiyo 20, na 10 tu,"
alisema Jason kwa sauti tulivu na kumfanya Queen asimame tena na kumtazama Jason huku anatabasamu. Hata ukitaka bure. Nimependa upole wako. Kauli hii ya Queen kama ungesikia wewe, ungejua kuwa imempendeza sana kijana huyo. Lakini kiukweli Jason alitamani amnyonge mara moja huyo mwanamke anayejiita Queen, sababu aliamini kuwa huyo ndio chanzo cha machungu na mateso mengi anayoyapitia. Lakini asingeweza kufanya hivyo sababu huyo ndiye ambaye angempa mwanga wa haya yote. Poa, twenzetu, alisema Jason na yule mwanamke akatabasamu. Kisha safari ikaendelea kupandisha ngazi kuelekea floor ya pili.